Mpango uliotangazwa na viongozi wa Umoja wa Ulaya wa kuhakikisha nchi za umoja huo zinakuwa na silaha za kutosha na silaha imara umekosa ufadhili. Pendekezo la kuongeza matumizi ya ulinzi kwa dola bilioni 840 unategemea zaidi namna ya ukopaji kulingana na vyombo vya habari. Jaribio la rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kuongeza matumizi ya kijeshi katika Umoja wa Ulaya halikuungwa mkono na kupata fedha taslimu na kuhamisha mzigo wa kifedha kwa nchi wanachama. Mpango huo unaoitwa Rearm Europe Plan unaungwa mkono zaidi na namna ya ukopaji na marekebisho ya fedha. Hata hivyo, mataifa ya Umoja wa Ulaya yatapaswa kutumia dola bilioni 840, mara mbili ya bajeti ya ulinzi ya Umoja wa Ulaya ya mwaka 2024 kukabiliana na matishio makubwa ya usalama. Hata hivyo, nchi hizo za Umoja wa Ulaya, baada ya kuona kwamba Marekani imejitenga na wao, sasa wameamua kujimarisha kijeshi zaidi. Lakini mpango huo unakabiliwa na ukosefu wa ufadhili na fedha. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alikuja na wazo la namna ya kuhakikisha nchi za Umoja wa Ulaya zinapata mikopo kwa ajili ya kuendeleza majeshi yao, lakini mpango huo kwa sasa unaonekana kukosa ufadhili. Mpango huo ambao unajumuisha bado umekosa pesa na kuacha nchi wanachama kupata pesa halisi wenyewe. Jumla ya takwimu inategemea zaidi matumaini na kubahatisha kuliko mageuzi madhubuti yanayoshughulikia uhaba na uzalishaji wa kambi hiyo, ripoti zinaeleza. Von der Leyen amependekeza kuongeza dola bilioni 158 kupitia masoko ya mitaji kwa kuwapa wanachama kama mikopo kwa masharti ya kununua silaha zinazotengenezwa katika kambi hiyo au washirika wake wa kikanda. Lakini changamoto kubwa iliyopo wakati huu ni kwamba mpango huo umekosa ufadhili wa kuweza kushughulikia namna ya upatikanaji wa silaha hizo. Sharti hilo linaweza kuhusisha angalau nchi 3 za Umoja wa Ulaya au nchi 2 pamoja na Ukraine. Hata hivyo, vigezo vya kuidhinisha mkopo na vipaumbele vya vifaa vinavyotengenezwa na Umoja wa Ulaya bado havijamuliwa, ripoti imeeleza. Matumizi ya ulinzi yatapewa kifungu cha kuepuka kutoka kwa sheria za bajeti za Umoja wa Ulaya na kuruhusu serikali kuhamisha fedha badala ya kuja na pesa mpya, kulingana na Euractiv. Von der Leyen wa Umoja wa Ulaya amependekeza mpango wa kuzipa silaha nchi za Umoja wa Ulaya kwa kutumia mkopo wa walau dola bilioni 840. Ingawa upungufu uliongezeka unaweza kuzalisha karibu dola bilioni 700, haijulikani ikiwa hatua hiyo inatumika kwa nchi zote au zile tu zinazofikia lengo la 2% la pato la taifa. Maafisa wengine katika Umoja wa Ulaya wamesema kwamba baada ya muda serikali lazima zipunguze matumizi kwa kuongeza kodi au kupunguza gharama. Msukumo wa von der Leyen wa kuongeza matumizi ya ulinzi unakuja huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Washington na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amejitenga kuiunga mkono Ukraine, huku akiutaka Umoja wa Ulaya kuwajibika zaidi kwa utetezi wa Ukraine. Mabadiliko hayo yaliongezeka wiki hii, huku ripoti za mashirika ya habari siku ya Jumatatu yakipendekeza kwamba Trump aliamuru kusitishwa kwa msaada wa kijeshi kwa Kiev. Rais huyo amerudia kumshutumu kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kukataa kufanya mazungumzo ya amani na Urusi na kutumia uungwaji mkono wa Marekani kwa manufaa yake binafsi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya watajadili mapendekezo ya von der Leyen katika mkutano maalum siku ya leo. Kulingana na afisa mkuu wa Umoja wa Ulaya, hatua hizo zinapaswa kufanya kazi haraka sana, kwa ufanisi sana, na zinahitaji kura nyingi tu ili kupitishwa. Wataalamu wengine hata hivyo wanaonya kwamba kuongeza matumizi ya kijeshi kunaweza kuathiri bajeti za kitaifa ambazo tayari ziko chini ya mashinikizo. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.